Asante sana. Kwa jina naitwa Ashraf Abdul Karim, ni meneja mkuu wa shirika la masoko ya Kariakoo. Baada ya uzinduzi wa jana ambao Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alitupa heshima kubwa wana Kariakoo kwa kuja kutuzindulia soko letu ambalo kama mlivyoona alisema hatalijenga tena, lakini pia hatakuja kulizindua tena. Maandalizi yote yalikuwa yamekamilika tayari sasa hivi kama mlivyoona, kwa sababu wale wafanyabiashara ambao walikuwa Kariakoo zamani, maelekezo ya Mheshimiwa Rais ilikuwa kwamba wote warudi kama walivyokuwa ili waweze kupata maeneo yao bila upendeleo, na jana amesisitiza. Kwa hiyo ile kamati ambayo iliundwa na mkuu wa mkoa ya kuhakiki wafanyabiashara ambayo ilikuwa inashirikisha mkuu wa mkoa na wafanyabiashara wa mkoa, shirika la masoko ya Kariakoo, lakini viongozi pia wa wafanyabiashara walihakiki hao wafanyabiashara zaidi ya 1520 na wote wakaonyesha maeneo yao na wengine wakaanza kusaini mikataba. Kwa hiyo wale ambao maeneo yao tayari walishatengeneza, hasa wale wa vizimba vya nyanya, vyakula ambao mheshimiwa alisema wale walikuwa wanapanga kule njiani, sasa hivi wameanza kuingia na tumwaruhusu waingie, kwa sababu kitendo cha Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuzindua soko, tayari ametuelekeza kila kitu kwamba tuanze biashara, kwa hatuna muda wa kupoteza. Tayari wameanza kupanga vitu vyao ambao wako tayari. Tumeanza kutoa uzio, tumefungua kila kitu, watu wafanye biashara ambao wako tayari, ambao hawajawa tayari wamalizie kutengeneza maduka yao, lakini soko kuzinduliwa manake hamna kingine cha kusubiri zaidi watu kufanya biashara zao. Hatua zote zimekamilika. Yaani hatua kusema kwamba hatua itakamilika muda gani? Hatua zote zimekamilika, ndio maana umeona wameanza kuweka nyanya zao. Wale wafanyabiashara zamani walishakamilisha hatua tayari. Wale maeneo yaliyobaki yalienda kutangazwa kwenye mfumo wa Tausi. Umemsikiza Mheshimiwa Rais alielekeza kwamba tuwe na kanzidata. Tunatumia kanzidata Tausi ambayo iko chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI kuhakikisha kila mfanyabiashara ana TIN namba, ana NIDA namba, ana namba ya simu ili tuweze kutrack madeni yake au kodi zake, ili kama kuna changamoto yote tumwambie, lakini pia kujua mapato ya shirika. Umesikia Mheshimiwa Rais anaelekeza mapato yawe wazi. Kwa sisi management kushirikiana na bodi tutasimamia shirika ile mapato yake na kufanya uwekezaji mwingine, kwa sababu malengo yetu ni kuwa na masoko mengine zaidi ya haya. Kwa tutasimamia mapato na miundombinu iliyoko hapa kwa hivyo mkubwa, lakini wale wafanyabiashara ambao walipata kwa njia ya mnada kwenye Tausi, ambao mnada tulitangaza mwezi wa 5, na ule mnada ni electronic. Yaani kama ukiingia kwenye mnada umuoni binadamu yoyote, ni nyinyi wenyewe mnashindana kwenyewe, anayepata anapata eneo, na tayari wao walishalipa ile zao za amana. Kwa uzinduzi huu na wenyewe wameanza kutengeneza maduka yao, na wengine tulishawapa room ya kutengeneza ili waanze biashara zao. Wale wafanyabiashara viongozi wao wapo kuonyesha, kwa sababu na wao ukiwasikiliza, mimi niliongea nao pale, wanasema sisi meneja mkuu maeneo yetu tunayajua, turuhusuni twende. Lakini kwa nini tumeita viongozi wao? Tumeita viongozi wao ili sisi na wenyewe wawasimamie, kwamba tujue kundi lipi watu wao washaingia, kundi lipi watu hawajaingia, kwa sababu wao wanajuana. Lakini pia soko lilipomalizika, tulipokabidhiwa na mkandarasi, tuliwaita kuwaonyesha, wakakagua maeneo yao, kwa sababu toka limeungua walikuwa hajawahi kuja kuingia ndani. Ndio maana sasa inakuwa rahisi kwao kutaka kuingia. Changamoto ambayo inaweza kujitokeza ni wale ambao walikuwa na ozi vizimba zaidi ya 10, ambao ndio Mheshimiwa Rais hata juzi alikataza kwamba mtu ana kizimba cha kwanza cha pili mpaka cha 10, kwa yeye ni kukodisha wengine. Sasa ule uhakiki ulikuja na maelekezo kwamba hili soko ni la kwetu wote, kila mmoja ataozi kizimba kimoja au duka moja. Na tunafanyaje? Tunatumia mfumo wa Tausi ambao unataka TIN namba, NIDA namba yako na namba ya simu. Sasa unajua TIN na NIDA lazima iwe moja tu, yaani uweze kuchanganya. Kwa pale sasa utasikia anakuambia bwana, mimi nilikuwa na viwili lakini nimepewa kimoja. Tunataka kila mmoja apate kimoja ili kutoa fursa kwa wengine waweze kufanya biashara. Biashara rasmi inatakiwa kuanza leo, kwa sababu Mheshimiwa Rais baada ya kuzindua jana, leo biashara inaanza. Na kumbuka biashara ni biashara huria. Mtu ashachukua eneo, sisi tukianza kuchaji kodi, manake yeye mwenyewe tu anaweza kaamua anaanza leo, mwingine mzigo wake ndio huko kwenye meli, wala tuna shida. Lakini sisi Mheshimiwa Rais hawezi kuzindua soko jana tukasema sisi tunasubiri. Kitendo cha Mheshimiwa Rais kutupa heshima kwamba anakuja kufungua soko, tuna imani kila kitu tushakiweka sawa. Na yale maelekezo ambayo Mheshimiwa Rais ametupa jana, tayari waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI, waziri Profesa Shemdoe ametupa maelekezo tayari. Tumeshaanza kuwasiliana na wakurugenzi wenzetu wa TAMISEMI kuhakikisha kwamba tunaboresha ile eneo la kulelea watoto, lakini kureview mapendekezo ambayo alikuwa ameyaweka na kutunza mazingira ya soko hili. Hapo kabla eneo la huku la kuuza viungo, sijui nafaka,
lilikuwa linachukua hatua ngapi na sasa hivi baada kujengwa upya limeingiza hatua ngapi ambapo sasa hivi tunaona leo wameanza kujisajili? Mwanzoni wafanyabiashara walikuwa wanafanya biashara huko walikuwa wanafika hata 1000 au 800, lakini hakukuwa na mpangilio. Hakukuwa na kanzidata. Ndio maana usikia Mheshimiwa Rais anasisitiza. Kwa hiyo ulikuwa unakuta labda unasema unafanya biashara 800, lakini kiuhalisia una kama 10,000. Kwa sababu unakuta meza moja washaji kusanya watu kama 20. Lakini kwa sasa hivi tumeweka utaratibu. Kwa sababu imezinduliwa na imeboreshwa, kuna mianya ya kupita, kuna njia. Sasa hivi tunatambua wafanyabiashara ambao wanatakiwa humu ni zaidi ya 2,000. Kutoka wale 800, 1000 ambao wengine hata walikuwa wajulikana. Lakini sasa kwa sababu tuna kanzidata, tunawajua. Na kwa sababu tumesema kile eneo fulani linafanya biashara fulani, tukikukuta tunachukua hatua ili kuhakikisha kwamba aliyeko ghorofa ya kwanza anauza na aliyeko ghorofa ya pili anauza. Na upande wa pili kule ambapo sasa ndo tunasema hii ni nembo ya soko la Kariakoo, ambapo zamani tunashuhudia wakiuza vifaa vingi kama zana za kilimo, vifaa vya kielektroniki. Upande wa kule pia mpaka hivi sasa kutaingiza wafanyabiashara wangapi na hapo kabla walikuwa wangapi? Kule sasa kumeboreshwa. Kumbuka kule kulikuwa na ofisi za shirika. Kwa consider wafanyabiashara tumeamua kutoa ofisi za shirika kule kuachia wafanyabiashara. Kwa hiyo wafanyabiashara watafanya kule soko la zamani ambao ni zaidi ya 400 wenyewe ndio watakuwa kule. Kwa hiyo wengine zaidi ya 700 ndio watakuwa sasa hili soko kubwa. Lakini kule ofisi za shirika zimehamia ghorofa ya 5, sisi tumeamua tupande juu kuachia wafanyabiashara wafanye biashara zao eneo la chini. Kila mwisho miundombinu ya kufikia katika soko imesema kwamba kuna baadhi ya barabara zitabidi ziwe wazi, na mpaka hivi sasa mnalisimamia hili na tutarajie kwamba hilo jambo linawezekana na Kariakoo kweli mtu akawa anasema aamini kwamba kuna baadhi ya njia zilifungwa sasa panaingilika. Nyinyi mnalisimamia vipi hilo? Hili baada ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais tunalisimamia kwa nguvu kubwa. Kumbuka barabara nyingi ni za jiji, halmashauri ya jiji Dar es Salaam. Mkurugenzi wa jiji tayari ametoa maelekezo na tayari kikosi cha kazi kiko hapa, na sisi shirika la masoko kwa sababu tunashirikiana na jiji tutalisimamia kwa hivyo mkubwa. Naweza kuona maaskari wetu wako barabarani, lakini maaskari wa jiji wako barabarani kuhakikisha njia zinakuwa salama. Lakini kufikika kwenye hili soko sasa kuna lifti zaidi ya 5 ambao 5 ni za abiria, 2 ni za mizigo. Lakini kuna sehemu ya kutembea watu maalum, lakini pia kuna sehemu za ngazi. Kwa hiyo kokote tunakotaka kwenda kufika unafika, na kote tumeweka alama za kuonyesha kwamba huku unapata nini. Tunatoa rai kwamba wao tunajua imani yetu kwamba wafanyabiashara wengi ambao walikuwa wanapanga kule wana maeneo ndani ya soko. Ndio maana kama leo mmeona nimepita kule nilikuwa naongea nao. Nasemaje, wakaambia sisi hatujajua kama tunatakiwa kurudi. Kumbe viongozi wao walikuwa hajawaambia. Nikaambia hapana, Mheshimiwa Rais baada ya kufungua mnaruhusiwa kurudi. Kwa wengi asilimia kubwa watakuwa wamerudi huko. Kwa wale ambao watapanga kule sasa hatua zitachukuliwa kutokana na sheria kwa sababu tayari maelekezo yametoka. Lakini tunawahimiza waje huku. Na kama wana changamoto waje tutawasikiliza kama Mheshimiwa Rais alivyosema kama masoko na wafanyabiashara mkae mzungumze. Naitwa Ramadhani Rabani Kakandilo, ni mwenyekiti wa umoja wa wafanyabiashara na wauza mazao sokoni Kariakoo. Sawa. Siku ya kwanza leo baada ya soko jana kuzinduliwa na Mheshimiwa Rais, labda mpaka hivi sasa wafanyabiashara wangapi leo wamejitokeza na nini ambacho kinafanyika mpaka hivi sasa hapa ukiwa wewe ni kiongozi wao? Kiukweli kwanza sisi tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa kutenga muda wake muhimu kwa kuja kwa ajili ya wafanyabiashara wa soko la Kariakoo. Tunampongeza sana kwa kutufungulia soko letu, na hiyo ndio ilikuwa kiu kubwa ya wafanyabiashara kuona soko lao linafunguliwa ili waweze kuingia kwenye soko lao kufanya biashara. Tunampongeza sana Mheshimiwa Rais na Mwenyezi Mungu ambariki sana. Kwa hiki mnachokiona hapa ndio uhalisia. Baada ya Mheshimiwa Rais kufungua soko ni kwamba wafanyabiashara sasa wote kwa umoja wao wameitikia, wamekuja sasa kusafisha maeneo yao ya kufanya biashara ili kwa ajili ya kuweza kupanga biashara zao. Kama unavyofahamu, biashara za humu ni biashara za mazao. Biashara za mazao riski ni muda, na biashara hizi tunategemea zinaweza kuingia usiku wa leo kuamkia kesho alfajiri. Kwa hiyo ukifika kesho hapa kwenye maeneo haya ya zoni za biashara za mazao utakuta mwelele hata pa kukanyaga hakuna. Sawa. Na vipi wenyewe sasa wafanyabiashara wa vizimba hivi bado kweupe labda wanasubiri hiyo kesho? Wafanyabiashara kama unavyoona, wafanyabiashara baada ya tamko la Mheshimiwa Rais kwamba kama unavyofahamu kwamba wengine walikuwa wako mikoani. Kwa hiyo wengine wamepata hizi taarifa wakiwa wako mikoani. Lakini namna ya biashara zetu za mazao hatuendi kuvuna
Ilala wala biashara hizi ziende kuvunwa labda sijui Mbagala au sijui Buguruni au Ubungo. Biashara hizi zinatoka mikoani. Kwa hivi ninavyokuambia ni kwamba biashara zinapakiliwa, gari ziko njiani. Kwa hiyo kesho hapa utakuja kujionea mwenyewe, ndugu mwandishi. Ukiwa kama kiongozi sasa, nini wewe kwa upande wenu majukumu yenu kwenda kwao? Yaani kuna vile vitu ambavyo wao wanatekeleza kutoka kwenu juu kwa maagizo. Labda Tanzania wangependa kufahamu mwenyekiti wa bodi anahusikana nini na wafanyabiashara? Mwenyekiti wa bodi kuhusika na wafanyabiashara kwa kuwa yeye ndio mwakilishi wa wafanyabiashara na yeye ndio anayepeleka changamoto za wafanyabiashara ili ziweze kujadiliwa na kupatiwa ufumbuzi kwa pamoja. Yeah. Kabla ya hapo sasa, wakati wapo nje soko lilivyokuwa limeungua, mawasiliano yenu na wao yalikuwaje? Kiujumla mawasiliano yetu yalikuwa ni vizuri tu na ndio maana naendelea kurejea. Tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa jicho lake. Ameweza kuwa na muono mpana sana kutuchagulia aina ya viongozi ambao kimsingi wanapenda ushirikishwaji, na tumeshirikiana nao kwa namna pana sana tokea tunaanza uhakiki na mpaka leo hii tunaingiza wafanyabiashara. Tunashirikiana na management kwa ukaribu mkubwa sana. Yupo mwanasheria wa jiji hapa tumemuona Bwana Mudo, tunashirikiana naye kwa ukaribu mkubwa sana. Kwa hiyo viongozi wote wa serikali unavyoelewa wewe na kwa kile ambacho Mheshimiwa Rais amekitamka jana kwamba waweze kushirikiana na wafanyabiashara na wadau muhimu kwenye soko hili, tunashirikiana nao kuona kila mfanyabiashara anaingia kwenye soko hili na anapata haki yake na anafanya shughuli zake kwa amani. Na sisi kama viongozi wa wafanyabiashara, kwetu sisi kile tulichomwahidi Mheshimiwa Rais ni kusimamia kuhakikisha kwamba kuilinda miundombinu iliyowekwa, kwa sababu fedha zilizotumika hapa ni fedha za walipa kodi wa Tanzania. Kwa lazima tuilinde miundombinu na lazima soko letu tulitunze na tuhakikishe kuwasimamia wafanyabiashara wanalipa kodi zao kikamilifu, ili fedha ambazo Mheshimiwa Rais amewekeza kwenye soko hili zikusanywe kwa wakati, ili ziende zikaendeleze miradi mingine, ili wengine waweze kunufaika na kile ambacho Mheshimiwa Rais anakihitaji kwa kuwanufaisha wananchi wake wa Tanzania. La mwisho, kwa hiyo hapa pamejaa kabisa ama kuna mtu kama anahitaji nafasi bado ipo? Kwa nafasi bado zipo. Kipaumbele kilikuwa ni wahanga. Baada ya wale wahanga kupewa nafasi zao, kinachofuata sasa ni panzia lile la waombaji wapya. Kwa hiyo sasa hivi watu wote wanaomba kwenye mfumo. Sasa mimi sasa hivi kuambia kwamba zitakuwepo au zipo ni changamoto, kwa sababu naweza nikwambia zikuwepo tayari kwenye mfumo zikawa zimekwisha. Kwa hiyo watu wote sasa wanaomba kwenye mfumo kama Mheshimiwa Rais alivyosema kwamba ili tuweze kukusanya mapato vizuri, ni vizuri fedha zote zikalipwa kupitia mfumo, na ili wewe uweze kulipa kupitia mfumo lazima uombe kwenye mfumo ili usajiliwe uweze kulipa kodi yako.